Viongozi wa kike kutoka sehemu mbalimbali za nchi walikongamana leo katika hoteli ya Safari Park kwa mkutano ambao kauli mbiu yake ilikuwa inuka na ujenge upya kwa imani na neema thabiti. Mkutano huo unajiri kabla ya mkutano wa 22 wa maombi ya kitaifa wa kiamsha kinywa utakaoandaliwa kesho asubuhi na uliohudhuriwa na viongozi wa kike katika sekta mbalimbali kama siasa, dini na hata wanaharakati. Lengo lake lilikuwa kuangazia uponyaji wa kitaifa na jukumu la pamoja. Mkutano wa leo uliandaliwa na chama cha wabunge wa kike ambao ni Wakristo na ulisisitiza jukumu muhimu la wanawake katika ujenzi wa taifa kupitia maombi, umoja na uongozi stadi. Wenyekiti wenza wa chama hicho Naomi Wako na Veronica Maina waliwashauri wanawake wakumbatie wito wao wa kipekee wa kukuza amani, upendo na mafanikio. Nikimnukuu, "Tumeona kile ambacho Mungu anaweza kutenda wakati wanawake wanaomba," mwisho wa nukuu. Maina akiongezea kwamba maombi sio kama kawaida tena na kuna haja ya kuinuka kujenga upya kuongozwa kwa neema. Meneja mkuu katika mkutano huo Mtume Isi Enegba kutoka Nigeria alitaka viongozi wabadili mawazo akisisitiza haja ya kujitolea na maamuzi ya kijasiri yatakayobadili taifa hili. Waziri Alice Wahome alikariri wito wa umoja hata baada ya siasa, akiwahimiza wanawake washirikiane katika kushughulikia mahitaji ya kijamii na kiuchumi ya Wakenya. Huku Rais William Ruto akitarajiwa kuhudhuria maombi ya kesho, mkutano wa leo umewekwa mandhari ya uwezeshaji yanayoongozwa na wanawake wa imani wanayojitolea kuunda Kenya bora. Naibu kiongozi wa chama cha Democracy for the Citizen DCP Cleophas Malala amepewa saa 71 kujisalimisha kwa polisi, la sivyo akamatwe atakapoonekana. Malala alihitajika kuhojiwa na kuhusishwa na ghasia za Jumamosi zilizogubika mkutano wa chama hicho katika kaunti ya Kakamega ambapo magari yake matatu yalinaswa na maafisa wa usalama. Akizungumza afisini mwake, kamanda wa polisi wa eneo la Magharibi Isa Mohamed alisema kwamba Malala hakuwajumuisha polisi kuhusu mkutano wake wa kisiasa kama inavyohitajika kisheria. Mohamud alimshutumu Malala kwa kutatiza usalama mjini Kakamega na kwamba atashtakiwa kwa kosa hilo pindi tu atakapokamatwa. Mkuu huyo wa polisi eneo la Magharibi aliongeza kuwa seneta huyo wa zamani atashtakiwa kwa kosa la uendeshaji mbaya wa gari uliotishia maisha ya raia, kutatiza waendeshaji magari wengine na kukiuka kanuni za trafiki. Tayari washukiwa 18 wamekamatwa kuhusiana na zogo hilo la siku ya Jumamosi. Maafisa wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamemwokoa mtoto wa umri wa miaka 3 aliyekuwa ameibiwa kutoka nyumbani kwao Ruiru, kaunti ya Kiambu, ambapo washukiwa wawili walikamatwa. Baada ya wazazi wa mtoto huyo kuripoti katika kituo cha polisi cha Ruiru, maafisa hao walianzisha uchunguzi mara moja uliowapeleka magharibi na katikati mwa nchi washukiwa hao waliofumaniwa. Kupitia ukurasa wa X, DCI ilisema kuwa mshukiwa mmoja alikamatwa katikati ya nyumba eneo la Tetu, kaunti ya Nyeri, ambapo polisi walimpata mtoto huyo akiwa na mmiliki wa nyumba hiyo George Maina pamoja na mwanamume aliyedaiwa kumuiba mtoto huyo. Kulingana na DCI, licha ya kuwa wazazi wa mtoto huyo wamefahamishwa kuhusu kuokolewa kwake, mtoto huyo kwa sasa anafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu hospitalini kabla ya kuunganishwa nao. Kutiwa nguvuni kwa washukiwa hao kunajiri wakati ambapo visa vya watoto kupotea vimeongezeka kote nchini, swala ambalo limezidisha wasiwasi katika kitengo cha kukabiliana na ulaguzi wa watu na ulinzi wa watoto.